Tunapokwenda mheshimiwa mtendaji, hata kuoa lazima uwe na NIDA. Hapa kwenye NIDA unasomeka James Wilbert Kaji, lakini huku unasomeka James Kaji Hassan. Ili ni somo la shangazi, lakini mama kumbe kwa baba mlezi huyu alivyoondoka, naomba nibadili. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mungu mwingi wa rehema kuweza kutukutanisha hapa leo, lakini pili nimshukuru sana mkurugenzi mkuu mtendaji wa bodi ya wanafunzi wa elimu ya juu. Huyu mtu ni mtu bingwa sana na mimi nafurahi sana napokuwa na watendaji ambao wanakuwa na mabadiliko chanya. Na kwa kasi hii kwa kweli tunashukuru na tunaona mabadiliko makubwa yaliyoko kwenye bodi ya mikopo. Lakini pili niwashukuru sana nyinyi ndugu zangu waandishi wa habari. Mara nyingi tumekuwa tukionana na ni watu muhimu, na nawashukuru sana kwa kazi kubwa mnaoifanya ambao mmekuwa mkielimisha jamii. Napenda kuchukua fursa hii kwa dhati kabisa kama nilivyozungumza awali kumshukuru mkurugenzi mkuu mtendaji wa bodi ya mikopo bodi ya mikopo ya elimu ya juu pamoja na management ya bodi kwa kuona umuhimu wa kushirikiana na mamlaka ya vitambulisho vya taifa katika kuhamasisha wanafunzi kuhusu usajili utambuzi wa watu, hususan wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu nchini na wanafunzi wanaotarajiwa kujiunga na elimu ya juu. Bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu ni miongoni mwa wadau wetu wakubwa kama alivyotoka kuzungumza mkurugenzi mtendaji hapa, ambao wamekuwa wakitumia huduma yetu ya ubadilishanaji taarifa zao katika kanzi data yetu, yani data sharing, zinazowezesha kuwahudumia wanafunzi wa vyuo vikuu vya elimu ya juu wanaomba mikopo kwa ajili ya masomo yao na kwa ufanisi na kwa wakati. Ndugu waandishi wa habari, kama mnavyofahamu kwa hivi karibuni wanafunzi wa kidato cha 6 wamemaliza mitihani yao ya taifa, ambao baada ya miezi michache ijayo baada ya majibu kutoka wanatarajia kujiunga na vyuo mbalimbali vya elimu ya juu na kati, ambapo watahitaji kuomba ufadhili kutoka katika ufadhili wa masomo kutoka bodi ya mikopo ya elimu ya juu ili kugharamia masomo yao. Ili kuweza kuomba mikopo hiyo, mwombaji anahitajika awe na kitambulisho cha taifa. Kama ambavyo amezungumza mkurugenzi mkuu hapa, NIDA kwa sasa ni maisha na maisha ni NIDA. Tunatekeleza maelekezo na maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan juu ya mifumo kusomana, ambapo tunataka tuwe na kitambulisho kimoja ambao ni jamii namba. Na nipende kutoa ufafanuzi hapa, maana kumekuwa na mkanganyiko. Kuna kila watu wanakuta miji anatengeneza jamii namba, zinatengeneza kitu. Jamii namba ni namba yako ya NIDA, NIN ndio jamii namba, ambao katika mfumo tunaokwenda nao unapokuwa na kadi ya NIDA, namba ya NIDA, ina maana taarifa zako zote, ina maana tunatengeneza kitambulisho kuanzia taarifa zote tunavyosomana mifumo kuanzia Julai. Tutakuwa na taarifa ambao maboresho yetu taarifa 9, ina maana cheti cha kuzaliwa kitakuwa humo ndani, utakuwa details za passport, details za bima afya, ambao nashukuru tayari wenzetu wa MOI wameanza kutumia. Lakini bima afya sasa hivi uwezo kupata kitambulisho cha bima afya, unapoenda kujisajili unatumia namba yako hiyo, na hata kwenye bodi ya mikopo. Kwa hiyo lazima unapopata kitambulisho tutaangalia details zako ni katika hili lengo la jamii shani. Kwa hiyo inarahisisha kwa Mtanzania, baada ya kubeba unakuwa na mrundo wa kadi, pochi inajaa kadi kuliko hela. Tunataka kutoka huko. Hata hivyo kumekuwepo na changamoto kubwa ya wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu na kati kuchelewa kujisajili na kutambuliwa kupata namba ya utambulisho wa NIDA. Kwa hiyo nipende kutumia fursa hii kwa wazazi na pia wanafunzi, vyema mkajisajili mapema. Tulikuwa na matatizo ya mass registration, unakuta vituo vimejaa kipindi ambacho dirisha la kuomba mikopo linapofunguliwa, na matokeo yetu watu wanajazana pale na malalamiko yanakuwa ni makubwa na lawama kwa watendaji na watumishi wa NIDA. Lakini kumbe nitoe rai kwa wazazi, mtoto anapofikisha miaka 18 aenda kujisajili. Na mara nyingi katika usajili labda niweze kuelewa kwamba wengine wanafikiria kwamba anaenda kujisajili leo siku 3 atapata. Hapana. Utambuzi ni process na ni usalama. Tunaposajili tunachukua vitu vingi kuhakikisha kwamba mtu huyu tunampa uraia, kwa sababu tunapokutambua ndio uraia, ina maana una haki ya kupata huduma zote. Kwa hiyo niwaombe sana muwahi, kwa sababu
kawaida yetu kama tunaposajili unachukua minimum siku 5 kuweza kupata namba. Baada ya ombi lako lilikuwa liko sahihi. Lakini baada ya siku 21 unapata kadi. Na kama umekosea, na kuna wengine wanaenda wanasajili kwa utani, wanachukua kama kitambulisho hiki labda kama ni kitambulisho cha klabu fulani. Hapana. Na unapokosea, na sisi tunaweka data zote, kwanza dokumenti zako zote. Maana kuna vitu ambavyo vimejitokeza sasa hivi, kuna wengine wanakuta minimum ya kupata mikopo ni miaka 35. Anakuja pale anaomba mabadiliko. Mimi walikosea NIDA na miaka 34, na wengine wanakuja na nguvu na lugha kavu kabisa. Lakini tunakuwa na details zote, tulivyojisajili document zote tunazokuomba tunakuwa nazo. Kwa hiyo weka namba yako, ukiweka fingerprints kila kitu kinakuja. Kwa hiyo niwaombe sana wazazi na hasa wanafunzi, tusiwe tunasubiri tukio ndio tunakuja, matokeo yake tunakuja kukosa nafasi. Labda naweza kutoa, Mheshimiwa Mkurugenzi Mtendaji, juzi hapa kuna wanafunzi kutoka nafasi za jeshi la wananchi, jeshi la polisi, wengi wamekosa kwa sababu ya hiyo kuchelewa, wanataka kuja siku 2 kabla. Kwa hiyo tusipoteze fursa hii. Ni fursa ambayo kwa kweli mkurugenzi mkuu na management ya bodi ya mikopo wameweza kuitoa kwa ajili ya Watanzania. Kama ilivyozungumzwa kwamba kujiunga na sisi tunataka tukontrol kama Mtanzania halisi ndio aweze kupata hiyo mikopo. Kuna baadhi ya mikoa mipakani, hasa mipakani, kuna mtu anakaa Zambia anasoma Tanzania na mpaka elimu ya juu kwanza msingi, na wengine wanatoka Tanzania kwenda kuona kuta huyu akija kupata mikopo akimaliza akirudi kule humpati. Lakini tukiwa na NIDA tutajua kwamba huyu ni wa kwetu, huyu hapana. Kwa hiyo nitoe rai, ndugu zetu waandishi, mlipeleke vizuri, kwa sababu tuna shida moja ya watu kutokuelewa. Hapa tunapozungumza kile wako tayari saa 2 kuangalia kwenye Azam tu michezo gani si inaitwa hii. Lakini taarifa kama hizi hatuangalii, na hasa akina mama. Niombe sana jamani, tulisimamie hilo. Changamoto hii haipo kwa wanafunzi wa elimu ya juu tu, bali pia kwa vijana wanaohitimu elimu ya sekondari, ambao nao licha ya kuwa na sifa stahiki ya kusajiliwa na kutambuliwa na hatimaye kupata namba ya utambulisho na kitambulisho cha taifa, husubiri hadi kama nilivyozungumza panapotokea matangazo ya kujiunga na majeshi, kujiunga na taasisi mbalimbali. Lakini mwingine amefikia umri anataka kusajili simu na NIDA hujasajili, huwezi kupata huduma yoyote ile. Kwa hiyo tunajikuta tunakosa huduma. Na kuna wengine mpaka wanafikia hatua anapoteza maisha kwa sababu hajapata bima. Lakini ukiuliza alizembea na hakuwa na sababu yoyote. Kwa hiyo tujitahidi jamani. Kama nilivyozungumza, NIDA ni maisha na maisha ni NIDA. Maana tunapokwenda, Mheshimiwa Mkurugenzi Mtendaji, hata kuoa lazima uwe na NIDA. Ya ndugu zangu waandishi wa habari, ni muhimu sasa kuelewa kuwa mchakato wa usajili na utambuzi wa watu si wa haraka kama wengi wanavyodhani. Kama nilivyozungumza, huu ni mchakato ambao unahusisha hatua mbalimbali ndani ya NIDA na taasisi nyingine wadau, zikiwemo za uhakiki wa taarifa za uraia unaofanywa na idara ya uhamiaji pia, kwa sababu tuna taasisi ambazo tunashughuliana nazo. Hatuwezi kupa NIDA bila kuwa na watu wa uhamiaji ambao wanakilia kwamba huyu kweli ni Mtanzania. Na tumekuwa na kelele nyingi sana kutoka watu mbalimbali, na unakuta mwenye kelele hajatimiza. Kuna wengine unakuta ni mlowezi lakini hana document za kufanya awe raia. Lakini wamekuwa ndio watu wa kwanza kushambulia kwenye mitandao kutokana na hilo. Katika kurahisisha huduma, tumetengeneza mfumo kwa wananchi kujisajili kwa njia ya mtandao pia. Nafikiri kuna mtandao wetu ambao tumetoa, unaweza kujisajili kwa mtandao, na hii inarahisisha badala ya kwamba uje uende ukapange mstari pale masaa 3-4, ukidownload unajaza ile fomu, ukija na kwa ni rahisi tunafika katika stage ya upigaji wa picha na baada ya kuhakiki. Na niwaombe sana, tunapoenda kujiandikisha tusipaparuke. Unapokosea na kusaini taarifa za kwako, utakapotaka kuja kubadili ni process ambayo inachukua ni muda mrefu. Utahitajika kwenda mahakamani, polisi utaenda, si ardhi kusajili, utatuma kwenye gazeti, ambayo usumbufu ambao tungeweza kuwa makini na kujaza fomu kwa utaratibu na kutokana na majina yako unaotumia vizuri, ingeweza kutusaidia sana. Lakini pili, tuhakikishe kwamba tunapokuja kuomba mikopo sisi tunaangalia kwenye kadi ya NIDA. Sasa unaweza kukuta jina kwenye kadi ya NIDA liko tofauti na ulivyosoma viwane vyote, ili usije ukapata tu wala sisi wenzetu wa bodi ya mikopo wasipate ukakasi. Hapa kwenye NIDA unasomeka James Wilbert Kaji, lakini huku unasomeka James Kaji Hassan. Ili ni somo la shangazi, lakini mama kumbe kwa baba mlezi huyu alivyoondoka naomba nibadili, inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo tunachotaka vitu vyote visomane, na hili nitakuomba sana mheshimiwa kwamba yani kwa kweli iwe ni sehemu ya kukata. Maki ifikie hatua tusileane.
tufuate utaratibu. Maana tumekuwa na vitu vingi sana ambavyo vinaturudisha nyuma. Ili nafikiri tutakaa kama kamati ni serious. Ngaje tutazungumza hapo, utasikia watasema wababe, wala si ubabe, lakini msisitizo. Labda kakaa na ndugu yangu Sule ya msisitizo, lakini sio kwamba labda ya ubabe. Kwa hiyo mimi niwaombe sana ndugu zangu. So baada ya kukamilisha usajili wa awali, nje mtandao atalazimika kufika ofisini kukamilisha hatua ya mwisho ya usajili, na kama kupigwa picha, kuchukuliwa alama za vidole na kuonana na maafisa uhamiaji kwa uthibitisho wa uraia wake. Hii ina maana kwamba 75% ya mchakato wa usajili anaofanya mwombaji binafsi na 25% pekee hukamilishwa na yeye kufika katika ofisi za NIDA. So ni matarajio yetu kama vijana ambao watumiaji wakubwa wa teknolojia, tena sasa hivi ya simu, baada ya kwenda kwenye TikTok na kuangalia umbea, tuitumie kwa manufaa. Tutumie simu, unaweza kujisajili kutumia simu yako baada ya kukupa ile application yetu. Ndugu zangu waandishi wa habari, dhamira yetu ya serikali kwa ujumla ni kuona kila mwanafunzi aliyemaliza elimu ya sekondari na mwenye umri wa miaka 18 na kuendelea na raia wa Tanzania anasajiliwa na kupata namba ya NIDA. Namba na kitambulisho cha NIDA kitakachowezesha kujiunga na masomo ya ngazi ya juu na kati baada ya kuomba mkopo wa masomo, lakini pia kupata huduma nyinginezo za kijamii na kiuchumi. Labda nichukue fursa hii, tulikuwa naongea pamoja na ndugu yangu mkurugenzi mtendaji. Tumekuwa pia tukisajili diaspora. Ingaje imetoa ufafanuzi, diaspora ni mtu ambaye ameshakaa na uraia. Hivi karibuni timu yangu ya NIDA ilikuwa Uingereza na Dubai, na nafikiri hivi karibuni nategemea kwenda South Africa. Kwa wale wa Tanzania wenzetu wanajua umuhimu, kwa maana kwamba tunapokwenda hata ardhi bila namba ya NIDA huwezi kupata. Kwa hiyo nitakuomba timu yako itabidi tuwe tunaandamana nao, maana kuna diaspora wako kule wana hela kweli kweli na wamesomeshwa kwa mikopo hiyo, twende tukazinyanyue, kwa utafanya mfumo ambao tutahakikisha kwamba wanalipa. Kwa hiyo nitaomba sana hicho, tutakaa kama pamoja pamoja na viongozi wetu wa wizara tuweze kulitengeneza hilo kwa ajili tunapoenda kusajili tuhakikishe, kwa sababu kuna wengi ambao wamesomeshwa, kuna madaktari ambao wanalipwa vizuri tu lakini hawajalipa. Na utaratibu tutaweza kuabana kama tulivyoongea. Kwa kuzingatia hilo, mamlaka ya vitambulisho vya taifa tumekuwa na utaratibu wa kutembelea vyuo mbalimbali kutoa elimu kuhusu usajili na utambuzi wa watu nchini, umuhimu wa namba za kitambulisho cha taifa kwa wanafunzi, pamoja na kufanya usahili wa moja kwa moja kwa baadhi ya taasisi tulizotembelea. Kwa mfano kuna chuo cha ubaharia, Marine Institute, CBE, DIT kwa Dar es Salaam, usawa wa jamii na baadhi ya vyuo mbalimbali ambavyo mara nyingi tumekuwa tukialikwa. Na bahati nzuri nafikiri nilikuwa Tanga, nishaona mlikuwa kwenye maonyesho ya elimu, mlikuwa na banda moja nzuri. Kwa hiyo lakini tutaomba pia ndugu zetu waandishi wa habari mziki kuwahimiza, lakini pia wanasiasa kwenye mikutano, lakini tutapita hata kama kanisa na misikitini, matangazo yale na mle nafikiri ndio sehemu muhimu sana ya kuweza kupata nani. Kwa hiyo katika kuhimiza tutafanya utaratibu huu kujaribu kueleza wanafunzi kwa njia mbalimbali ili waweze kupata taarifa na kuweza kusajili na kutopata usumbufu katika uombaji wa mikopo. Mkuu wa chuo cha The Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACPET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza tarehe 7 April 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za offer kama vile Computer Application, Graphics and Design, Video Production pamoja na CCTV Camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0715075840. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.